Yes bwana, mtazamaji wa M15 TV, karibu kwenye mahojiano exclusive kabisa na waandaaji wa michuano. Naweza kusema huyu ndo Chief Executive Officer wa michuano hii ama officer. Tunataka kumtambulisha kwa jina tujue anaitwa nani, lakini dhima hasa ya michuano hii ya Sancho Printing Point Super Cup. Bwana kwema kwanza? Kwema kabisa ndugu. Mambo yanaenda? Alhamdulillah, mambo yanaenda. Tanzania natamani kufahamu kwanza majina halisi ni nani? Mimi kwa majina naitwa Ahmad Sancho Subet. Ahmad Sancho Subet, ya. Jina Kimarekani, Kiingereza? Mna jina la mzee. Sahihi, jina la mzee hilo. Bwana, tumekutana hapa Mkuranga kwenye michuano hii ya Sancho Printing Point Super Cup. Tuambie kwanza dhima hasa ya michuano hii ni nini na timu shiriki ziko ngapi? Dhima ilikuwa moja, kukutanisha vijana hasa katika mwezi huu wa Ramadhani, kuwafanya wawe pamoja, kushiriki, lakini pia kufurahi pamoja. Lakini dhima ya pili ilikuwa ni kutambulisha sisi Sancho Printing Point kuwa tunapatikana, huduma zetu, uwepo wetu katika jamii ya Mkuranga. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa njia ya kujitambulisha kwenye jamii. Ndio. Basi na shaka wewe ni mfuatiliaji mzuri wa soka. Hata hapo tunavyozungumza unafuatilia kinachoendelea. Kwa namna gani umeona mwitikio wa vijana wa Mkuranga kwenye ligi hii ambayo umeanzisha? Mwitikio ni mkubwa sana. Hasa sikutegemea. Timu zimeingia timu 16. Maana kila timu ina mashabiki wake na mashabiki ni wengi na kila mechi ni nzuri. Kwa hiyo nimepata kujifunza kitu kwamba jambo unaweza kulianzishwa kwa udogo lakini mapokezi yamekuwa makubwa. Kwa hiyo kwangu mimi ni jambo la kushukuru kwa sababu ni mwanzo. Kwa hiyo imenipa furaha au imenifariji kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nashukuru, mwitikio ni mkubwa, mwitikio ni mzuri na watu wamekipenda. Wadau labda wapo ambao wamechangia ama ni mzigo kutoka kwenye mfuko wako mwenyewe? Wadau ni awali tulianzisha sisi kama ofisi kwa dhumuni nilolisema la kutangaza biashara yetu, lakini mheshimiwa mbunge alibless akafurahia tulichokifanya, kwa hiyo akatia nguvu yake. Of course nilisema awali kwamba mheshimiwa mbunge amesupport kwa mbunge wa Mkuranga, amesupport kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ametia nguvu yake, ametoa jezi kwa vijana kwa timu zote zilizoshiriki. Timu zote 16 wamepata jezi pea 16 kwa kila timu. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Ametoa mipira kuendeshea mashindano, ametoa pesa taslim, kwa hiyo sio kitu kidogo. Yani kimepokelewa kwa ukubwa kiasi kwamba sio ambavyo mimi nilitarajia. Ndio. Watu wanatamani kufahamu, tunajua sasa hivi Tanzania inakuwa kwa kasi sana kwenye masuala ya branding na matangazo. Sancho Printing Point inapatikana wapi, lakini vile vile kwenye mitandao ya kijamii pia mnajiita? Sisi Sancho Printing Point tumesema kwamba tunapatikana Kinondoni, lakini pia tuna branch yetu Mkuranga. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna ofisi mbili tu, Kinondoni na Mkuranga. Maana yake ofisi yetu inajihusisha na shughuli zote za printing, t-shirts, jezi, mabango, picha mbao, lakini pia shughuli yoyote au swala lolote linalohusu branding, sisi tunahusika nalo kwa 100%. Ndo mahala pake. Maana tukishindwa kukuhudumia basi tunaweza tukakushauri kwa namna moja au nyingine ikawa salama na safi kwako. Idea zetu au ushauri wetu ni bure. Kwa hiyo ushauri bure kabisa. Instagram page tunapatikana kwa Sancho Printing Point, lakini pia TikTok tunapatikana kama Sancho Printing Point, lakini namba zetu za simu ambazo zinapatikana WhatsApp na kawaida ni 0713663081. Maana namba yetu ni 0713663081. Muda wowote mtu anayehitaji kujifunza, mtu anayehitaji ushauri kuhusiana na graphics, branding na issue yoyote ya printing, sisi tuko wazi kumshauri na kumhudumia kivyo vyote. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
Yeah. Katika mwezi huu wa mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, tumeshuhudia michuano mingi sana ikianzishwa, michezo mbalimbali kwa ajili ya kuweka watu pamoja. Pengine labda kama kuna mdau ambaye anataka kuja kusupport tukio hili ambalo pia limesapotiwa na mbunge wa jimbo la Mkuranga, tuambie wao wanaweza kuwafikia vipi? Sisi kama tulivyosema kwamba sisi hatupo kimaslahi. Sisi tumeanzisha ili mradi tuvute vijana pamoja, lakini tuweke nguvu ya pamoja. Kwa hiyo kama mtu yuko tayari kuja kusapoti hiki tunachokifanya, milango ipo wazi. Wanaweza wakatucheki kwenye Instagram page zetu, wakatu DM au wakatupigia kwa namba ambazo tumezitaja hapo. Kwa hiyo yote yanawezekana na itakuwa kitu bora, kwa sababu kama sisi tumeweza kufanya hivi, wakija wadau wengi zaidi tukashirikiana, maana yake tunaweza kukifanya kwa ubora maradufu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana sana. Tumalizie na hili, mshindi wa kwanza, wa pili na watatu anapata zawadi gani? Mshindi wa kwanza tumesema atapata mbuzi wawili na kikombe chenye mfano wa dhahabu, kile atuseme, yani kikombe halisi chenye jina la timu itakayoshinda na jina la mashindano yenyewe. Lakini mshindi wa pili atapata seti ya jezi na bips, lakini pia atapata mipira mitatu. Lakini mshindi wa tatu atajipatia seti ya vifaa vya mazoezi, maana yake kuna koni, kuna zile bips za mazoezi zile na vifaa vingine vidogo vidogo vya mazoezi. Lakini pia tuna mfungaji bora atapata tuzo kwa ajili ya kuweka kama kumbukumbu. Lakini pia tuna tuzo ya mfungaji golikipa bora, naye ana tuzo yake. Kwa hiyo michuano yetu mpaka sasa na tuzo zote zipo ofisini, tulishazitangaza, zinangojea washindi. Kwa hiyo Sancho Printing Ramadan Cup ipo tayari, yani ipo safi sana, haina ubabaifu. Wao inasubiri washindi tu. Bwana, shukrani sana, lakini natamani kufahamu hili la kwangu binafsi. Mara nyingi michuano ya mtaani huwa inakabiliwa na changamoto za kinidhamu kwa washiriki. Katika michuano hii ya Sancho Printing Point Super Cup umefuatilia na nimepata taarifa pia ulikuwepo hapa kuanzia mwanzo wa michuano mpaka sasa. Vipi nidhamu ya vijana wa Mkuranga? Nidhamu ya vijana wa Mkuranga ipo juu sana, hilo ni wasifu, kwa sababu hakuna hata mechi moja ambayo haijaisha. Hakuna hata mechi moja ambayo imepata kesi kwamba labda referee hajachezesha vizuri. Kwa hiyo nidhamu ipo juu kwa timu shiriki na mashabiki wake. Kwa hilo ninawasifu na tamani na ina encourage hata kuanzisha kitu kingine kikubwa zaidi ya hichi, kwa sababu nidhamu ipo vizuri. Lakini pia naweza nikaishukuru serikali kwa sababu ligi yetu ina kibali rasmi. Kwa hiyo kibali kimetupa urahisi wa sisi kupata ulinzi kutoka serikalini, manake mapolisi jeshi la polisi tupo nalo kwa ukaribu kwenye kila mechi. Kwa hiyo linasaidia kuhakikisha usalama na kila mechi inaisha salama, kwa sababu pia ya ulinzi wao na sapoti yao. Kwa hiyo mambo yanakuwa super na salama kabisa. Shukrani sana mkurugenzi, nafikiri tutakuwepo hapa kesho kutwa mpaka mwisho wa michuano. Sisi kama M15 TV hatuwezi kuacha. Tunashukuru sana, tunawakaribisha sana. Shukrani sana. Asante sana. Take fulani dakika 9.